Siku bora yenye kuangaziwa na jua ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ni siku kubwa. Dhalika man yu'azzim hurumatillah, vivyo hivyo mwenye kuadhimisha hurumatillah, vitakatifu vyake Allah, ambayo hurumatillah ni amakin muhtarama. Hurumatillah ni ile miji mitakatifu, lakin hurumatillah ashkhasul muhtaramin ni wale watu watukufu, baba, mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam na mashekh. Lakini hurumatillah almawasim muhtaram, hurumatillah zile nyakati zenye kutukuzwa, alhasanati fihi tatadhaaf, hata kheri zinakuzwa. Kuna fadhila kubwa ukifanya kuziadhimisha nyakati hizo. Fahuwa min taqwa alqulub, ni sehemu ya uchamungu wa moyo. Sehemu nyingine fahuwa khairun inda rabbih, dhalika man yu'azzim sha'air Allah. Jambo hili kutukuza zile ishara kubwa kubwa zake Allah ni jambo bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa ikifika siku ya Maulidi Nabawi Asharifa, familia yako iambie leo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa, basi angalau umeshindwa kuadhimisha Ijumaa, kwa sababu unaona ni mambo ya khurafati, mambo ya kuadhimisha, mambo ya hafla za Maulid. Basi angalau Ijumaa, angalau kila ikifika Ijumaa nyumbani kwako kunapikwa biriani, mpaka watoto unawasha moto shuuri, hisia katika mioyo yao, wanaisubiria Ijumaa mapema kabisa. Angalia siku za wenzetu, yaumu sabti, yaumul ahad, mpaka kiserikali hakuna kazi kote duniani. Jumamosi hawafanyi kazi, wala Jumapili, wanaadhimisha siku zao za ibada. Na sisi afdalu yaumi, na siku hiyo ya Ijumaa ni siku kubwa kuliko Jumapili na kuliko Jumamosi. Sasa siku hii ya Ijumaa, na hata viumbe pia wanaiogopa na wanaiheshimu, wanaogopa masimamo ya Mola wao Rabbul Izza. Kwa hiyo siku ya Aljumaa ni siku ambayo pia ndio asili ya binadamu kuumbwa kwake. Wa khulika Adam bil asri yaumul jumaa, Nabi Allahi Adam baada ya kuwa timthalan 40 sana, alivyokuwa ni sanamu kwa mwendo wa miaka 40, Mwenyezi Mungu hakuwa na haraka kumuumba, kwa sababu ataanni min Allah, upole unatokamana na Mwenyezi Mungu, wal ajalatu minash shaitan, na haraka haraka na papara na pupa zinatokamana na shetani. Ndio maana ukipata jambo baya la kufadhaisha, kaa chini kidogo, tulia kidogo, usiamue mambo kwa haraka haraka, utaharibikiwa. Uwe na hilmu na anaj, upole na umakini, uwe na uchambuzi yakinifu. Hata baadaye kama una revenge au unafanya nini, itakuwa umefanya kwa hekima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimuumba mzee Adam miaka 40, hana roho, hana chochote kiumbe huyu, na siku tokea anaumbwa ilikuwa siku ya Aljumaa. Ijumaa ya kwanza hiyo akaumbwa mzee wetu Adam Abul Bashar alayhi salam. Kisha baadaye alivotiliwa roho, wa udkhila aljannata, akapelekwa sehemu ya bustani, sehemu ya neema. Mwenyezi Mungu asema, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ingia peponi. Peponi aliingia siku ya Aljumaa. Ndio maana peponi
kila Ijumaa itakuwa ni idi kubwa, kila Ijumaa idi huko. Lakini wa uhbitu minha fazallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, alifanya makosa, aliteleza. Siku ya Ijumaa pia kibarua kikaota nyasi. Kwa hiyo kuja duniani alitolewa peponi siku ya Aljumaa, akasafirishwa, upepo ukampeperusha mpaka India na mke wake mpaka Jidda. Alishuka kwenye mti Nabii Adam, ilikuwa siku ya Aljumaa. Lakini pia siku hii ya Aljumaa ndo qubidha ruhuhu, aliishi miaka 1040 na 40 yenyewe kaongezewa kwa mwanaye anaitwa Nabii Allah Daudi ibn Asha. Nabii Allah Adam siku anaumwa, akamtuma mwanaye Shith alayhi salam akamtafutie miti ya dawa. Njiani akakutana na malaika mwenye kutoa roho. Ila aina, anakwenda wapi hivi? Ambia basi usihangaike, dawa ya babako, umri umekwisha. Qubidha ruhuhu, siku ya Aljumaa kafa baba huyu. Baada ya kufa, malaika ghusil, wakamuosha, thumma kuffin, wakamfanyia takfini sanda, thumma sulliya alayhi, wakamsalia ila madfan, kisha wakamzika malaika hao. Kisha wakasema hadhihi sunnatukum ya bani adama, taratibu zenu ziwe hivi, kama tulivyozika hivi na nyinyi mzike hivi hivi. Siku ya Aljumaa hii, Ijumaa hii pia katika kuumbwa kwake mzee Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwauliza jambo malaika wake. Malaika wale akawaambia, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kuumba kiumbe kiongozi. Khalifa ina maana nyingi. Maana ya khalifa kwanza ni yule anayekuja baada ya mtawala aliopita au ya mwingine aliopita. Sasa katika ardhi nitaka nimweke, ina maana kuna ambao waliwekwa kabla. Khalifa, kiongozi. Na wakati huo kuna viumbe wengi ulimwenguni, viumbe wote dunia nzima tupo 50,000. 32,000 vinapatikana ndani ya maji, na sehemu kubwa katika dunia ni maji, na 18,000 ndio viko nchi kavu, miongoni mwavyo na mimi na wewe. Sasa viumbe hivi vyote vinatakiwa kiongozi atakaoongoza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kumweka khalifa, nataka kumweka kiongozi aongoze viumbe hivi 50,000, vyote hivi aviongoze yeye. Malaika wakatizamana, akiwemo Israfil, Israil, Mikail, vitu kama hivyo. Kisha kwa pamoja wakasema, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kakikao haka hiwar baina ya Khalik na malaika wake. Mwenyezi Mungu, jibu la malaika wakahoji, atajalu fiha. Sasa Mwenyezi Mungu, kuna haja gani kuumbwa tena? Ndo maana yake unataka kumuumba tena ndani ya mgongo wa ardhi. Man yufsidu fiha, atakaye kuja kufanya uharibifu mkubwa. Wa yasfiku dima, na atamwaga damu, ataanza vita, watauana kila upande, kila kona. Wana haja gani kuumbwa viumbe kama hao? Atajalu fiha man yufsidu fiha yasfiku dima.
Na kama wewe shida yako ni kuabudiwa, wa nahnu, na sisi malaika wote, nusabbihu, tunakusabih, subhanallah subhanallah subhanallah. Asema tasbihu indahum katanaffusu indana, hivi wanavyomsabihi Mwenyezi Mungu kama sisi tunavyopumua. Yusabbihuna Allaha laylan wa naharan wala yafturun, hakuna mapumziko. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, lakini pia tunakutakasa, tunakusifu. Nahnu dawabina fil ibada, tunaogelea katika ibada. Au tumekuwa muqassarina fil ibada, tumepunguza, huridhiki? Sisi tunatosha. Lakini Mwenyezi Mungu akapajibu akawaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, akasema mimi najua msoyajua, najua mengi msoyajua, kwa sababu ninayemuumba huyu mgongoni mwake watatokea auliaullah, mgongoni mwake atakuja kuzaliwa Mtume Muhammad, ashraf makhluqatillah ala al-atlaq wal akhlaq. Mgongoni mwake kutakuja khairi nyingi sana. Mimi nitaumba tu, nitaumba. Wakasema liyakhluqa Allahu ma yasha, basi mwacheni Mwenyezi Mungu amuumbe amtakaye. Lan yakuna khairun mithluna, hawezi kuwa mbora kiibada kama sisi. Wao walifanya ghaira tu hivi, walifanya wivu tu. Basi Nabii Allahi Adam akaumbwa kwa mikono yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, stage kwa stage. Leo hatuzungumzii qasas ya Nabii Allahi Adam kwa sababu katika msikiti huu tushaizungumza, lakini kuna kitu tunataka kukipatia faida, kitu muhimu sana. Mwajua Nabii Allahi Adam kuja peponi pia ni heshima kubwa, japo inaonekana makosa ndo yamemtoa, lakini kabla ya kutiwa wasiwasi na shetani kuna maneno yalitangulia, inni ja'ilun fil ardi khalifa, taka kumweka kiongozi. Sasa lazima ingetokea sababu yoyote ya kumtoa paradise, kwa sababu asingeteleza vile, angewezaje kuwa kiongozi? Angewezaje kuja tukaishi huku? Ndo yale tunayosema saa nyingine mazuri yanatokamana na mabaya. Hawa malaika kwa nini walihoji, ndugu zangu Waislamu, kwamba mtu atakuja kufanya uharibifu? Katika hadithi ya Sayyidina Abdullah bin Jabir, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfasiri mkubwa wa Qur'ani, Mtume anatusimulia, anasema kanatil jinni qabla al-insani bi'alfi ama, walikuwepo majini kabla ya kuumbwa mimi na wewe miaka 2000 iliyopita, waliishi hapa majini. Fasafaku dima, wakaanzisha vita, wakaanzisha fujo, wakamwaga damu, vitu kama hivyo. Fab'atha Allahu ilaihim jundan min almalaika, Mwenyezi Mungu akatumia askari wa kimalaika, fataraduhum min jazail albihar, wakafukuziwa mpaka huko kwenye fuo za bahari. Na inaelezwa yule kibarul jinni, yule mkubwa wa majini, ana kiti chake katikati ya bahari, na faida anazopata kupitia jini wadogo hawa wanampelekea information kuhusiana na maisha yetu sisi. Lakini wakamkuta jini mmoja mwema, yeye hajafanya fujo, anasali, ismuhu Azazil. Huyo alikuwa akiitwa Azazil, akaswali. Malaika akaona waondoke naye mpaka mbinguni. Kila mbingu akawa anapewa jina. Mbingu ya kwanza akaitwa Abid, mbingu ya pili akaitwa Zahid, mbingu ya tatu hivyo. Lakini kiumbe huyu baadaye alikuwa na kiburi na kukataa haki. Alikuwa na kiburi, akapata sifa mbili, akaitwa Iblis na akaitwa Shetani. Mara kwa mara kuna sehemu anaitwa Iblis, sehemu nyingine anaitwa Shetani, na iko sababu yake pia. Mwenyezi Mungu asema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Katika Araf
walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hapa aliitwa Iblis kwa sababu mtu akimwasi Allah mwenyewe, yeye mwenyewe tu na Allah, basi huwa ni Iblis. Lakini kama dhambi ile atamkosesha na mwingine, basi huitwa shetani. Katika aya nyingine ile, fazallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma, zote ni sifa zake. Ahyanan Iblis, ahyanan shetani, aleta vurugu. Na siku hiyo alipotimuliwa peponi, na yeye alitimuliwa Iblis, alitimuliwa Sayyida Hawa ummul bashar, alitimuliwa Sayyidina Adam. Anasema waunzilatil hayya, na nyoka naye alikuwemo, alitimuliwa. So nyoka ndo alisababisha mpaka Nabii Adam kula matunda yale na kadhalika. Na tushawahi kutaja huko nyuma matunda gani, ni kitu kwa tushawahi kueleza vitu kama hivi. Sasa kwenye point, kwa nini walikataa malaika? Kwa sababu hii ardhi Mwenyezi Mungu kaiumba, na tunaelezwa na baadhi kwamba ardhi hii ilikuwa kama kipovu. Maka dunia ilikuwa maji tu, kikaota kipovu pale Makka pale. Kipovu kile kikawa kigumu kama ngozi, ikawa ardhi inakuwa. Ilivyokuwa ikawa ina hang kama boti, kama mashua, kama meli inacheza, sipo juu ya maji. Waljibala autada, Mwenyezi Mungu akaweka milima mikubwa ikawa imetulia kidogo. Mimi nilikuwa zamani kwenye mambo ya kutengeneza meli, basi nyingine tunaongeza maboksi kwa sababu meli inakaa upande hivi ili ipate balance, ili kwa sababu ile engine na kichwa kiko kule, kwa hiyo huku kuko wazi, hakuna wateja, unaweka inapata balance. Basi na ardhi ikawekwa vile, na ndani yake Mwenyezi Mungu akaiwekea kheri nyingi sana, akuwataha, madini, mazao, neema mbalimbali. Lakini ardhi hii ndio mimi na wewe ndio tukaumbwa kupitia udongo, na huu udongo mnavyouona una kheri kubwa. Hii ni neema kubwa, udongo huu. Angalia hata Nabii Allah Adam aliumbwa na udongo wa sampuli nyingi, twini, lazib, hama, ibas. Udongo asema qabadatuhu Allahu min qabadat jami'a man fil ardi. Nabii Allah Adam hakuumbwa na udongo mmoja, aliumbwa na udongo aina tofauti. Ndio maana na sisi laqad ji'na min ashkalin mutanawwi'an fihim al-aswad wal-ahmar wal-abyad, nasi tukaja na shakil mbalimbali. Unaona kuna weupe, kuna weusi. Sasa huu udongo umetoa Waarabu, umetoa Wazungu, umetoa wa Chinese, umetoa Pakistani, udongo huu. Lakini udongo umetoa mavazi. Mmeona hizi tiles hizi, udongo. Vitu vingi sana vinatokea ardhini, na mambo mengi tunaokula sisi, riziki zetu zote ziko hapa. Kwa hii ardhi inatakiwa kuheshimiwa. Majini wakaletwa, wakashindwa kutambua thamani ya ardhi, wakafukuzwa. Majini wote walifukuzwa na malaika, ondokeni. Wakaondolewa neema hii, na mpaka leo wanajutia. Azma la tu'rafu ni'ma illa bizawaliha. Siku zote mtu akiwa na neema haioni kama ni neema ile itakapomuondoka neema hii. Majini mpaka leo wanakumbuka, na Mtume alikuwa akiomba mara nyingi akiwa pale Maka, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'ma, Mwenyezi Mungu nakuomba nisiondokwe na neema. Wakaondoshwa, au ardhi ikabakia tupu na mazao na matunda mengi. Kisha tukataka kuumbwa sisi malaika, kwa sababu ardhi ni kitu chema, wakachelea na sisi tutaanza yale. Waliogopa wakasema pengine watatengeneza mabomu hawa, alafu mabomu yale watauana Syria huko, watauana Palestina huko, watauua vitu vingi, watashindwa kuiheshimu ardhi, wataanzisha vita vile tulivyokataa sisi. Lakini Mwenyezi Mungu akasema watakuwa wema hawa, inni a'lamu ma la ta'lamun. Watakuwa na akili hawa, wataistawisha ardhi
na kweli akamuumba Nabii Allahi Adam. Alafu Qur'ani yasemaje? wa allama adama al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaika. Alipomuumba tu mzee Adam akamfundisha majina ya kila kitu, akamfundisha teknolojia, akamfundisha neema na kila kitu, asmaul ashya. Malaika hawajapitia elimu hiyo, akawaambia malaika, ambiuni bi asmaiha, hebu nitajieni. Walishindwa, lakini mzee Adam akataja, basi wote wakaambiwa mpeni heshima ya kumsujudia. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, inni a'lamu, au sijakuambieni mimi najua ghaiba samawati wal ardh, najua mambo ambayo nyinyi hamyajui yalofichikanika. Akapata sharafa mzee Adam kwa ilmu kubwa. Kwa hiyo malaika walikuwa hawagomi moja kwa moja sisi kuumbwa, walikuwa na hofia tutaleta vita na tutaipuuza amani. Maisha ili yawe mazuri Waislamu, basi ni kupata amani, al-amni wassalama. Mtume sallallahu alaihi wasallama, miongoni mwa historia yake, huwa hapendi vita. Na nikwambieni, Uislamu hauna asili kwamba Uislamu uenezwe kwa upanga, bali Uislamu unaunga na hautaki kukata. Kila chanzo cha ugomvi Uislamu haukitaki, na tunawashangaa baadhi ya Waislamu wanaoshabihisha Uislamu na kuua na ukatili. Uislamu unataka sana amani, al-amni. Basi Mtume alikuwa hapendi vita, na hakuna historia, watu hawajaingia kwenye Uislamu isipokuwa wauliwe. Hakuna historia hizo, hakuna historia hizo. Mtume anasema, la tatamanna liqaa al-adu, msitamani vita, msitamani kukutana na adui. Fa in kana la mahala, ikiwa hakuna jinsi imetokea, fas'alullahu al-afia, muombeni Mwenyezi Mungu afya na salama, kwa sababu vita vina athari mbaya. Na zamani, zama za jahiliya, ndo vita vilikuwa kila sehemu, mpaka hapa kwetu Tanzania. Ukoloni mamboleo, vita vimepigwa, na tukisema mwaka 64 kulikuwa kuna vita vingi. Lakini Uislamu sasa umekuja kuleta amani. Ndiyo maana nchi ambayo kwa sasa hivi imeshuka Qur'an ni nchi ya Maka, ni nchi ambayo ina amani sana, na kwa amani yake hata Masihi Dajjal hatoingia pale zama hizo, wala taun. Siku ya ukombozi hiyo itakuja. Mji wa Maka ni mji wa amani. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad wa walidin wama walada. Mtume kahalalishiwa mji ule, ni mji wenye amani. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna. Maka ni sehemu ya kufikwa na ni sehemu yenye amani, amani ya hali ya juu kweli kweli. Amani ni tunu, amani ni faida kubwa. Uislamu umetizama amani sehemu kuu 5, vitivo vitano. Sehemu hizi Uislamu umesisitizia kila mmoja ampe mwenzie amani sehemu hizo. Sehemu ya kwanza kabisa ni kumpa mtu amani ya moyo. La yahillu lilmuslimin an yurawwi'a musliman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haifai kwa Muislamu kumchimba biti, kumtia mkwara, kumtisha Muislamu mwenzie. Hata yuko pale, nilikuwa nakushtua, alitakiwa utani huo. Mtu apata hataki ya moyo kumwambia mtu nitakuonesha, mpaka usiku hana amani. Amekosa mke wako, leo mkirudi
haifai kunyima na amani. Nikwambie kitu kimoja, Sheikh Shafii, wakati nasoma chuo, basi unajua ndio tuko wasela tena, na unajua mambo ya boarding, lakini wenzetu baadhi, mtu kapata kwa mjomba wake. Sasa watoto wa mjomba ni binamu. Sasa kwa bahati mbaya, mmoja katika sati, kwa bahati mbaya ndio kishaingia baleghe, ana mtoto wa binamu yake. Sasa shetani akamghuri usiku, anasoma chuo lakini halali boarding. Usiku akaanza kukumbatiana na yule binamu yake, na binamu anasoma na ustadhi naye ni talibul ilm, katika talabatul ilmi. Hisia zimekuja sasa, wakati wanashikana. Unajua shetani bwana, shetani ni mjanja sana. Mtu jahil tu akifanya fornicate hata akamatwa, akifanya mtu wa dini tu kazi anayo. Na shetani mjanja, ile siku ambayo hamtoshikwa anafelisha ile shughuli. Ile siku utakamatwa za mwezi 40 ndo anakutengenezea mipango ili ufedheheke tu. Shetani anatakia mabaya sana. Ustadhi siku zote wanasema kakaza. Siku ile kasema ya nini kufa na kihoro. Karudi chuoni mapema, kabeba nai zake, kaweka kule. Huyo ustadhi kaanza kumkumbatia binamu yake. Alivyomkumbatia na binamu naye karegea, tabaan ndo ile la yakhluwanna ahadukum bimra'atin walau tuhafidhuha alquran. Mzaa utumbua usaa, mara wanaanza kukamatana, hata hawajafanikiwa, katokea baba mtoto. Mimi kaona mbona TV leo haizimwi sasa tai. Na shetani mbaya sana. Shetani huwa anakuja wakati wa matatizo, kawasahaulisha wasifunge mlango. Hawajafunga mlango, baba kuja. Ustazi kashtuka, akaambiwa na yule mjomba wake, na mjomba ni mkali, afu anacheza na binti yake, ambia bwana mkubwa, kumbe amali yako ndio hii wewe. Sasa hakumgusa. Unajua alimwambiaje? Bwana ngoja kuche asubuhi. Ngoja kupambazuke asubuhi. Kwani ustadhi alisubiri kupambazuke tena? Hii kauli ilimnyima amani ya moyo. Huyu bwana kutakapokucha asubuhi atanifanya nini? Si ilikuwa Tanga, hofu achana nayo. Akatafuta nai yake akaeka kwenye mkoba. Akatafuta vitabu vyake kwenye mkoba. Alitoka kwa mguu Tanga mjini mpaka Horohoro. Huyo kaenda Mombasa kumalizia masomo. Kasema mji huu lazima nihame. Kahama usiku, na pale alipoona pafupi pale, alitembea saa 8 za usiku peke yake kama mwanga. Ana mdhukuru tu Allah na istighfar, la ilaha illa Allah. Unajua kwa nini? Aliambiwa neno moja tu, subiri kupambazuka asubuhi bwana. Endelea, ambia namuomba uendelee, subiri kupambazuka asubuhi. Alafu mlango ukafungwa kucha. Alitafuta bati liko wapi, kapiga teke, katoka safari. Aliporudi Mombasa kawa ulama. Hii yote ni hofu. Nabii Allah Musa kilichomtoa nchi ya Masri, nchi anayoipenda, akaenda Madian, khaifan yatarakab, hofu. Nyie wote mshawahi kuipata hofu. Hofu ni katika mitihani mikubwa. Mimi naye tajiri yangu mwanamke zamani, nikimtengenezea magari yake. Sasa huyu hana house girl nyumbani, yeye ana house boy. Anasema ma house girl wataletea mimba hapa, wana mambo mengi. Basi siku miongoni mwa siku, mama yule mweupe sana na watoto wake wazuri, matamanio yale yalimshika. Sasa yalipomshika, siku moja ikafikia yule kijana akataka kumbaka mmoja ya watoto wake. Wakati anampapasa, mama akapata hisia kuingia sehemu yake, watoto wake wanalala, anakuta kijana yule anataka kustareka na mtoto mchanga. Hisia ni mbaya sana.
anamnyonyesha mtoto mchanga dhakari yake. Hebu tizama sasa balaa hizi. Mama alivyoona la ilaha illallah, yule naye kashtuka, amekuwa hivi. Ni hatari kubwa. Akamwambia, sikubali, mimi nina pesa, nitakachokifanya utakijua tu, nitakachokifanya hata uende wapi duniani. Nitamwita mama yako, nitamwita babako kwamba hii ndio jaza yangu. Basi kijana yule akapatwa na hofu kubwa sana, akajifungia ndani pale, hajatoka, akajifungia ndani. Mama akaitwa, baba akaja, na wanatoka mbali. Bwana, mtoto wenu alionifanyia sisahau. Yuko wapi? Kwa aibu alizokuwa nazo, hata nje hajatoka, hata nje hajatoka. Hata akakumbaka mwanangu, tumempeleka hospitalini, lakini mtoto yuko sawa. Wanafungua mlango, kafunga mlango. Fungua wewe, fungua mlango huu. Ukapigwa teke, ukafunguka. Hofu, kakosa amani ya moyo. Wamemkuta wajuzi kajinyonga, maskini. Maana alikuwa anafikiria nitapelekwa wapi? Allah anasema wala nabluwannakum bishai'in min alkhawf. Kwa hiyo Uislamu kuthaminisha amani ni jambo la lazima, wala si jambo la khiari. Kumpa mtu amani ya moyo, wallahi, hata kama unamdai mpe amani ya moyo. Usimbabaishe mtu, usimbabaishe mtu, usimpe mtu tensheni kubwa. Mnatupatupa maneno tu, bwana wewe unanijua mimi, unanijua mimi, sasa ngoja nikuoneshe. Mwingine anatisha kwa ndumba, kwa uchawi. Amani, mpe mwenzio amani katika moyo wake. Sehemu ya pili ambayo inatakiwa mtu umpe amani, mpe mtu amani katika viungo vyake. Mhakikishie amani hata kama yeye ni mlemavu wa ngozi. Watu wanachinja maalbino. Angalia mtoto mdogo yule alichinjwa kwa dhulma, anaanza kukatwa viungo, hajafa, yuko Bukoba mtoto kama yule kwa imani za kishirikina. Hii ni dhulma kubwa, na haya ni madhara ya kupiga ramli. Uislamu unatisha. Karne ya zamani mambo haya yote yashajadiliwa. Manata arrafan au kahinan, atakayemwendea mpiga ramli au mpiga bao na akamuuliza, wasalahu an shay'in, akamuuliza kitu tu na simwamini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Hapa kuna masala madogo. Ukienda tu kwa mpiga ramli, bwana hawaniangalii kwa ubaya hawa, bwana vipi? Yani hata akikwambia jambo na usimwamini, umetoka katika Uislamu. Sehemu nyingine, la tukbal salatuhu 40 yauma, siku 40 huna sala wewe. Kadhaba munajim wa in kana sadiqan. Munajim, piga ramli za nyota, muongo, hata kama amesema afu unaona kama imetokea kweli. Uislamu umekataza mambo ya ramli kwa sababu yataleta wasiwasi. Kuna watu wamefitinishwa, wameambiwa mama yako ndo anakuroga, baba yako ndo anakuroga, fulani ndo anakumalizia watoto wako, na mtu kishafiwa. Nitakupeni kisa cha ajabu sana. Kuna mganga mmoja, huyu mganga huyu tena ilifikia hatua si mbali umumu, ilifikia hatua alipelekewa mgonjwa. Alipopelekewa mgonjwa akatoa macho akasema, jamani, shikeni pesa zenu. Tokea lini mganga kurudisha pesa? Watumiwa na mashetani hao. Shikeni pesa zenu. Huyu kapigwa jini kubwa sana, na alompiga ni ndugu yake wakauzaliwa naye tumbo moja, na alitamua hili, na mimi nikishughulika mimi mwenyewe naweza nikapatwa na matatizo. Siwezi, ramli zangu zinasema siwezi kufanya hii kazi. Bwana baada ya wiki yule mgonjwa kafa kweli. Kafa kweli. Angalia familia zinaangaliana vipi. Shemeji anaona shemeji yangu ndo kaniulia mke. Watoto wanaona mbaya wa mama yetu, mjomba wetu. Hii ni fitna kubwa hii. Ikabidi tuanze kuwajenga haya mambo ya Mwenyezi Mungu. Msiamini mambo hayo, hizo ni fitna.
na unakuta alotuhumiwa maskini hana chochote wala hajui chochote. Siku ya msiba mtu anashindwa kumzika dada yake kwa sababu pengine watamuua, wamehamaki. Mimi sina ubaya naye, wewe ndo mbaya, kasema na imetokea. Jamani, tunaambiwa kadhaba munajim wa inkana muhiqqan sadiqan, muongo mpiga ramli, hata kama amesema ukaona imetokea, wanabahatisha tu. Usikubali kutizamiwa, we unapotoshwa. Na hii kutizamia inasababisha amani inakosekana, wanauawa walemavu, wanauliwa wazee, wanauliwa maalbino. Waislamu umekataza, unasema kumpa mtu amani katika viungo vyake ni jambo la wajibu. Kumpa mtu uhai, anayempa uhai mtu mmoja kana kwamba amewapa uhai watu dunia nzima. Mtume hutuba yake ya mwisho alisema, inna dimaakum, hakika damu zenu, mali zenu ni makosa kumwagwa. Hamna uhalali wa kumaliza vitu kama hivi. Thamani ya amani, na mkiona nchi ina tunu ya amani, kwa mfano kama sisi Tanzania, alhamdulillah, tunazaliwa tujai kuona vita. Muipende sana nchi, muwe na uzalendo, ni sehemu ya imani. Min alamati liman hubbul watan, miongoni mwa alama za imani ni mtu kupenda kwao, mkataa kwao mtumwa. Usikubali nchi iharibike kwamba utakimbilia nchi nyingine, hapana. Tena tizama utukufu wa nchi kama hii ya Tanzania. Hata wale wenye kuzungumza amani wanasema, jamani, huko kwingine kushachafuka, watu wote wanakimbilia hapa, na sisi tukiharibu tutakimbilia wapi? Kwa hiyo neema ile kuwepo ya imani ya amani, mfano katika nchi yetu, itakiwa hata nchi jirani zitusaidie kutuambia Watanzania, jamani, msifuate nyendo zetu, nyinyi mko na amani ya hali ya juu. Na hii ni tunu, hii ni kheri. Na hii amani si kwamba sijui kaleta nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo katuruzuku. Isipokuwa narudia kusema, la tu'rafu neema, neema haijulikanwe illa bizawaliha, ikikutoka neema. Mimi zamani nilikuwa na gari, wakati nilipokuwa na gari nikaja kushikwa na shida, nikaiuza ile gari, nilijuta. Ilipita miaka mingi tafuta gari nyingine, nishazoea kwenda na gari na vitoto na mke mjamzito. Siku moja na mke huyo tunapandishana kwenye bodaboda alfajiri, nakumbuka kila siku ile gari yangu. Niliona ni rahisi tu niiuze, neema ilinitoka. Waliomiliki nyumba wakauza, wakajua watanunua zingine, sasa hivi wanajuta. Waliokuwa na neema ya macho ikawatoka. Angalia Mtume anasema, idha btalahu Allahu abdun, anasema atakapojaribiwa. Inasema vipi hadithi? idha btalaitu abdi bihabibataihi, yani ainaini, fasabara wahtasaba awadtuhum aljanna. Katika Riyadha hadithi inasema, idha btalaitu abdi, nitakapomuonja, nitakapomjaribu mja wangu kwa kumnyang'anya vipenzi vyake viwili. Imam Muslim asema, yani macho mawili. Ulikuwa unaona wewe, alafu sasa hivi giza, lakini ukawa na subira na istiqdamu alfadhail, insha Allah Mwenyezi Mungu atanilipa pepo kwa macho mawili haya. Mwenyezi Mungu atakuingiza peponi, kwa sababu ni mtihani mkubwa, unahitaji subira kubwa. Ambaye hana macho hajui chakula anachokila. Mtoto anayezaa anaambia tukafanana na mjomba wake, hata hamjui huyo mjomba tena. Ukizuka moto, watu wanakimbia moto, yeye ndo wanaokimbilia. Alokosa macho anakumbuka. Na sisi ambao Mwenyezi Mungu ametubarikia amani katika nchi kama hii, wallahi tuitambue kabla haijatuondoka, na tuombe ile dua kama Mtume alivyokuwa Arafa, Allahumma inni a'udhu bika min zawali neema. Mwenyezi Mungu nakuomba uniondoshe neema. Tena faidha kunta fi neema faraaha, ukiwa katika neema ichunge. Tuko katika neema ya imani na amani, itakiwa tuichunge. Tena wadumi bishukrin ilahi, tudumishe kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukimshukuru anaongeza. Lakini pia tukae mbali na kumwasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukimwasi ataleta makombora mengi, yanaweza akaondosha. Wa inna Allaha sari'un niqam. Kwa hiyo sasa amani ni kitu ambacho ni muhimu,
mtu kupata amani katika viungo vyake. Kwa hiyo kuanzia leo, mtu yoyote akikwambia njoo nikuangalizie matatizo yako, mwambie hapana. Kuangalia si solution. Mimi niondoshe tatizo kama unaweza, na kwa njia za halali, pana kupiga ramli, makosa. Kwa hiyo sehemu ya pili, binadamu apewe amani ya viungo vyake. Amani ya viungo. Kuna mtu mmoja anaitwa Abdullah bin Muljim. Sayyidina Ali aliulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atadri shaqiyul awwalina wal akhirin, wewe unamjua muovu wa mwanzo na wa mwisho, unamjua wewe? Asema naam. Muovu wa mwisho ni mtu mmoja anaitwa Qudar ibn Salif idh ba'atha ashqaha, pewa jina baya kabisa. Alivyotumwa muovu wao ni yule aliomuua ngamia wa Nabii Allah Saleh, yule ndio muovu ya Rasulullah. Naam, lakini muovu mwingine ni yule atakayekuua wewe, na Mtume kamwashiria fulani ndo atakuua wewe. Huyu ndo muovu wa mwanzo na wa mwisho, na huyu alikuwa Abdullah bin Muljim. Siku moja amesimama, anatoka msikitini, Sayyidina Ali asema hadha qatili, huyu atakuja kuniua mimi huyu. Mtume kisha sema, mwambie Ali la taqtulu, sasa si umuue. Ambia sasa vipi nitamuua na mimi hajaniua? Sharti mtu anayekuua umuue, lakini mimi bado hajaanza. Na kweli huyu bwana, hatari ya Sayyidina Ali ilipitia mikononi mwake. Sahaba waliona uchungu, walimkamata Abdullah bin Muljim, wakatoa maamuzi wa mkate ulimi. Wewe unamuua khalifa, unamuua Ali wewe. Wakamkamata, atakakatwa ulimi. Akasema wailakum jabria, ole wenu, viungo hivyo ni wenu tu, lakini acheni ulimi wangu mpaka saatu sufur, ule muda roho yangu inatoka, nimtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamwachia ulimi wake. Kwa hiyo Uislamu umetizama amani katika viungo. Na sehemu ya tatu, Allahu akbar, amani katika mali ya mtu. Mali ya mtu mabwana ipewe amani, isiibiwe hata shilingi moja. Zamani Zanzibari tunayojua sisi, ilikuwa mfuko ukidondoka bandarini, sokoni, unatangazwa redioni. Leo hii mtu anaokota pesa na anaona ni mali yake. Sio kuokota pesa msikitini. Angalia kama sijakosea, itazameni kama kuna saa. Kama kuna saa utakuta imepigwa nondo ya. Kwa sababu kiachwa hivi lazima waibe. Watu wanaiba mpaka msikitini. Simu ichaji vibaya uone. Hawa makameramani wenyewe nikwambieni, wakati nasali kamera zao wameweka huku, waweke nyuma uone habari yake. Kigeuka hivi watu washaondoka nayo. Watu washaondoka nayo. Wizi ni mbaya. Angalia, kuna mtu mmoja siku moja alimuona mtu ana mwizi mwili mkubwa hivi, alipokuja akampora simu yake, akaanza kukimbia. Kumbe yule mtu sio mwili wa kawaida, ni mtu wa mazoezi. Akaanza kumkimbiza mwizi wake. Tena ile kumkimbiza hapigi kelele. Unajua mtu akikimbiza kimya kimya, huyo sio mtu mzuri, hata hataki msaada. Mwizi kakimbia akachoka, akitizama nyuma, yule bwana anambia blaza twende. Wewe twende. Mwizi akaona hapana, huyu si mtu mzuri. Katafuta nyumba, kajichwaka, kaingia ndani, kaenda kukaa kwa sebleni, sitting room, anahema. Na yule bwana naye kaingia nyumba ile ile, naye katafuta sehemu yake amekaa. Mwenye nyumba mwenyewe ni mzee kibabu. Mwizi kasema hapa siponi, huyu babu atasaidia kweli? Mzee akasema vipi vijana, kuna tatizo? Yule bouncer anamuuliza mwizi, oya brother, niseme au utasema?
Ambia sema wewe. Akaambia mzee wangu, hakuna tatizo kabisa, hakuna tatizo hapa, amani. Anampa amani ya uongo. Angalia thamani ya amani. Mwizi ataka amani. Ambia mzee wangu hapa amani, wallahi amani. Isipokuwa huyu bwana, huyu ni mdogo wangu, baba mmoja mama mmoja. Mwizi katoa macho, baba mmoja mama mmoja, ila mdogo wangu kidogo amepata na mtihani wa akili yake iko sawa. Sasa tulikuwa hospitalini kule Milembe akitibiwa akili. Wakati ataka kupewa matibabu kakimbia. Dokta kanambia siwezi kukimbia, nenda mwenyewe kamkamate mdogo wako mlete. Sasa ndo nilikuwa namkamata, alhamdulillah kaingia hapa, naomba unikabidhi mdogo wangu nimpeleke. Mwizi kakataa, sema muongo, mimi mwizi mimi, na simu yake anaomba amani. Akamwambia blaza, kama nilivyokuambia huyu si mwizi, si nilikwambia twende mdogo wangu. Mimi mwizi blaza, mimi mwizi bwana. Anang'ang'ania, anaomba amani kwa sababu anajua atapoteza viungo. Yuko mwizi siku moja aliiba kandamiri msikitini. Alivyoiba watu wakamkimbiza, wakamkamata, wakamleta mpaka hapo nje kwenye kulateni, kwenye shurfa, kwenye korido ya msikiti. Akaanza kula mitama, wajaidina nao piga kweli kweli, piga kweli kweli. Mwizi akaona hata apigi kelele. Mara imamu katokea nje. Alipotokea, inna lillah, mnafanya nini mashekhe mbele ya msikiti? Ambia shekhe, huyu ni mwizi, aliiba viatu. Hawa ndio wezi wa viatu hawa, kila siku watu wanalia viatu. Ndo tukamwona ameiba, alikuwa anajaribu kukimbia, tukamkamata, tukaona tumlete msikitini, raia wasije wakaona, tuje tumpige huku msikitini. Imamu akasema, mnachokifanya sio kitu kizuri. Inna Allaha kataba alhasanati wasayiati thumma bayyana dhalik. Mambo mazuri na mabaya yote Mwenyezi Mungu yaandika, yamebainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha sema wa idha kataltum fahsinul qitla, mnapopiga mnapoua muue vizuri, mpige vizuri. Sasa huyu ni ndugu yetu, hivi mnavyompiga hivi, mwizi katulia, anajua anapewa amani, mnamkosea, hamumpi haki yake. Huyu haki yake mpitisheni huko kwenye mimbari, tumpige kimya kimya, tumpige kimya kimya watu mwizi kalia, kumbe hata amani, hata imamu ameshindwa kumpa nini? Kumpa amani. Amani mabwana, amani ni kitu muhimu. Kuna msikiti siutaji, nikiutaja mtaujua, lakini msikiti huo mimi nimeshuhudia, ni msikiti umeandikwa zima simu yako, na watu hawazimi. Akasema bwana, simu yako ikiita tunakata sala, tunakukumuta basi kila mtu mmoja anaangalia, wewe simu umezima kuletea matatizo. Amani. Mzee mmoja wakati anasali simu yake ikaanza kwani alisubiri watu wamesujudu, kakimbia juu ya viuno vya watu. Shekhi, watanipiga waniue bure hawa viungo. Angalia umuhimu wa amani, watu wanakimbizana msikitini. Baadaye wenyewe wakasema, jamani, ili jambo la kuwakumuta watu gumu. Hivi sasa simu ya mtu ikiita tunakunyang'anya simu. Sawa jamani, nini mtapataje ujue hiyo sehemu? Na mpaka leo sheria hiyo inaendelea. Sasa kuna mtu mwingine akinyang'anywa simu anakuwa mtata. Sasa yule mtata anapigwa na makofi na vibao. Kwa hiyo simu yako ikiita usisubiri kuambiwa shekhe lete simu. Ukiona tu imeita, toa simu. Basi swala ikaswaliwa sehemu pale, imamu huko anaendelea, simu ya yule bwana ikaita, na mtu mwingine ikiita anajua kuizima ataharibu swala, basi kaiacha simu imevuruga. Baada ya sala, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Maskini ni simu ya mzee, haraka haraka, shekhe simu hii hapa, hii hapa wakamwonea huruma vya basi mzee basi mzee, manake amani.
Kwa hiyo amani ya moyo ni muhimu, amani ya viungo ni muhimu, lakini pia mtu kupewa amani ya mali yake. Mali ya mtu haina haki ya kutumia hivi hivi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha, kila mmoja ataulizwa siku ya Kiyama. Hata mfanyakazi ataulizwa juu ya mali ya bosi wake. Wengine wanaibia mpaka mabosi wao. Dereva anaiba mafuta, anachukua semi anapeleka nje mpaka anawekewa ving'amuzi na kamera. Wanaiba tu, wanaiba mali ya mtu. Ni makosa makubwa, hiyo ni dhulma. Muislamu wa haki na wasawa atoe amani juu ya kitu cha mtu. Wanawake watoe amani katika mali za waume zao. Hakuna ruhusa ya kuidhuru mali ya mtu. Waislamu, mabenki yatizame hilo, yatoe amani katika miamala ya watu, wasizulumiwe watu. Ni makosa makubwa, haki ya mtu. Eneo la 4 la kutoa amani ni mtu kumpa amani, tena si kwa khiari, kwa lazima ya familia yake. Mtu apate amani kwamba nikitoka nyumbani, sasa hivi mmekuja kuswali, nyumba uliopanga umehakikisha ndani ya nyumba ile kuna watu ambao familia yako wataiheshimu. Huko ulikotoka mke wako umehakikisha umemwachaje mazingira yale. Mara nyingine umepanga na msela, unaona amani inakosekana, kwamba atakosesha amani ya familia yangu. Unamwambia waifu wako, naomba utoke, au naomba usitoke nje, kaa humu japo ni chumba kimoja. Kwa nini? Huyu msela leo hajaenda kazini, atanivurugia huyu, usiende. Kwa hiyo kila mmoja alipotoka hapa amani. Wakati mimi natoka nyumbani, kuna funguo nazichukua, kuna kufuli lisifungwe. Waliyadhu billah, kitokea kitu kibaya, moto, pengine mtu kakimbia na funguo zile. Kwa hiyo nikitoka geti liwe open, maanake naisalimisha familia. Nataka amani. Leo familia yangu iko safarini kutoka Kenya, baadhi ya familia yangu nimehakikisha ni nani anaoendesha barabarani, amani. Kwa hiyo pia vile vile kumpa mtu amani ya familia yake. Uislamu jambo hili umesisitiza, mpe mtu amani ndani ya familia yake. Akitoka, akisafiri, akienda popote, mahakikishie kupata amani. Ili ni jambo la lazima, sio jambo la khiari. Na ndio maana uvunjifu wote wa amani Uislamu umeupiga vita. Kubeba ovyo ovyo silaha mbele za watu, kaja hapa umetushikia majambia, unatutisha. Usimwashirie mtu na kitu cha kuumiza, sio unamtesti tu. Umeona hii bunduki hatari hii, haifai. Vitu hivi vya kuficha hivi. Amani ni kitu kimoja muhimu sana. Na sehemu ya 5 ambalo si jambo la lazima, si jambo la khiari, la lazima, ni kumpa mtu amani kwenye heshima yake. Una ruhusa ya kumvunjia mtu heshima, hata awe mlevi, hata kama kajivunjia mwenyewe heshima, mpe heshima yake. Anzili nasa manazil. Jamani, riba ni dhambi mbaya, na itaunguza watu wengi. Na ukifanya riba hutajiriki. Fa inna riba wa in kathura fa inna masirahu ila kulli. Riba hata uione inaongezeka, kwa sababu haina baraka, inaelekea kukuponza na kukufilisi. Na dhambi yake ndogo kuzini na mama yako, lakini dhambi ya kubwa kabisa ya riba ni kuvunja heshima ya mtu Muislamu mwenzio bila ya haki. Usimtukane, usimbeze, usimnyanyase. Hasa ukimkuta sehemu ya watu wanaomheshimu, muongezee heshima yake. Usivunje heshima ya mtu. Usimuite mtu kwa majina asioyapenda. Leo tuna tabia za ajabu kabisa. Kuna mtu eti ni imamu afu anaitwa Imamu Bonge, Waiti, Tolu. Majina gani haya tunaitana? Cha usiku, cha upele. Umeona? Mpe mtu pia. Na Dar es Salaam ina vituko hii. Jina kama ulipendi ndo unang'ang'aniwa kuitwa jina hilo. Yaani ukiitwa jina kama ulipendi, jifanye unalikubali, litapungua. Lakini ukilikataa ndo limeshika, Sheikh.
Wallahi mimi nilishashuhudia sehemu mtu mmoja anaitwa Shetani, fundi pikipiki. Wewe mwanangu, Shetani vipi? Nikamwambia poa mwanangu. Nikamwambia shekhe, unaitwa nani? Mimi sipendi bwana, mind yani mwanangu, yani ustazi bwana, niita Shetani. Masela wanatabu, Shetani anaitwa. Nikamwambia sasa wewe usiishwe Shetani, wakuite Shetwani kabisa. Wewe unaridhia vipi? Ambia sitaki bwana, nishapigana, lakini wananiita Shetani hapo mara hapa tu. Maskini kijana tu fundi bodaboda, fundi Shetani yeye basi nilimpelekea pikipiki, nikamwambia kama unaitwa Shetani ndugu yangu, sikupi pikipiki yangu, pengine una ushetani. Alafu maskini kumbe anaswali. Humu vijiweni humu tunabadilishwa mpaka majina, unaitwa Chepe, unaitwa kadha. Kwa hiyo Uislamu umetizama kuto kuvunja heshima ya mtu ni mwiko. Sawa jamani Waislamu, usivunje heshima. Saa nyingine mtu anavunja heshima ya mzee, anamzaa. Ndio maana tunanyimwa baraka, tunanyimwa kheri. Mtu anavunja heshima ya mzazi wake, mtu anabishana na kutukana na mzazi wake, atukana na baba yake, anapigana na baba yake, anamshikia panga baba yake. Basi sambamba na hivyo, hata viongozi wawe wa kidini, wawe wa kimamlaka, wawe wa kiserikali, mida Mwenyezi Mungu hapa sifa ya uongozi, tuna haki ya kuwaheshimu, na ndio Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masahaba zake Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alimwandikia Kaisar barua, akaambia min khalifati rasulillahi ila kalbi ruh. Barua hii imetoka kwa mwanafunzi wake Rasulullah, alafu inakwenda kwa mbwa wa Roma. Yule mfalme lilimtachi, akasema Muhammad mwenyewe, watu kama sisi akitumia ujumbe anataja vio vyetu, nyumba ya msikiti mpeni amani, atakaingia nyumba ya mzee fulani na yule mzee ni mshirikina na mzee si Muislamu. Mtume angalia jamanini, hawa ndo wagomvi wake, lakini umri wao na mtume hawaendani, wanamzaa mtume. Mtume ni bwana mdogo, wanamuona, akawapa heshima na ushirikina wake. Alikuwa hataki na ushirikina wao, alikuwa hataki kuvunja heshima zao. Kwa hiyo kumpa mtu amani kwenye cheo chake, kumpa mtu amani kwenye heshima yake ni jambo la lazima, si jambo la khiari. Mfano, wewe ni bosi, unamfanya kazi wako, umemwajiri, alafu ukamtembelea nyumbani kwake, ule ubosi wako uache kule. Tena ukifika kule, angalia, siku moja si tulisafiri, tulienda Pemba tu juzi, tukakutana na shekhe wa mkoa ule wote. Baadaye aliamua kututembelea katika zawia yetu, alisema maneno makubwa mazuri. Manake tukienda tukimuona, kumu li sayyidikum, tunasimama tukimuona shekhe kashakuja. Shekhe wa muhafadha wa mkoa katukaribisha katika mkoa wake, lakini akitutembelea akasema, mashekhe msisimame na kile cheo changu nimekiacha huko, nimekuja kama mimi fulani, kwa sababu na mimi nina haja ya jambo. Sasa hivi nyinyi ndio wakubwa wangu, maana yake sisi tupo chini. Angalia watu wa protocol hawa. Kwa hiyo na wewe ushakuwa bosi, unataka mtu uonekane bosi mpaka kwa mkewe, unavimba namna kama hii? Hapana. Heshima, kumpa mtu amani katika heshima yake, katika cheo chake. Hasa ukikuta kuna watu wanamheshimu. Kuna baadhi ya watu, mtu anamwambia hivi, nitakupiga makofi na babako aniambii kitu, wewe fedhuli, nitakutandika mbele ya mamako mimi, na mamako akija naye nitatandika. Haya makosa makubwa, makosa makubwa. Angalia, kuna mtu mmoja mpaka leo simpendi, japo najitahidi kumpenda. Simpendi, lakini najitahidi nimpende. Kafanya kosa dogo tu. Yule mamangu mimi ambaye namuita mama, yeye anamuita jina lake.
Anamwita tu hivi hivi. Lakini kuna mwingine ni ustadhi, ni mzee wetu, nampenda na siwezi kuacha kumpenda, lakini kafanya mambo yanasababisha simpendi tena. Siku moja anakuja hapo markazi, mashallah Sheikh Uthman, tukapigana makamama. Vipi Sheikh? Ngambia alhamdulillah. Vipi mama yetu, anaendelea vizuri? Ngambia naam, anaendelea. Aliniambia neno hilo simsahau, kanivunjia heshima. Anaambia Sheikh, una fikra gani juu ya mama yako? Ngambia ipi? Tafutie mume. Ngambia shetani we. Unawezaje kuniambia maneno haya? Una heshima wewe? Wewe una heshima? Una heshima? Kilinikaa kitu hapa, si kila ukweli unafaa kusemwa mpaka uniambie nifanye fikra tumtafutie mume. Nikamwambia wewe umerogwa wewe. Usadhia uko sawa wewe? Ashaka nini? Nikamwambia hamna shida, mtafutie mume, lakini na wewe si una mama yako, mimi nitamuoa mimi. Mamangu bibi yako wewe? Nikamwambia mabibi ndio wanajua kulea. Ambia Sheikh tusichokozane. Nikamwambia ndio ule mkuki kwa nguruwe kumbe. Huwezi kusema vitu kama hivi. Huwezi kusema vitu kama hivi. Na siku nyingine nikamsikia mamangu mwenyewe anataniwa na mwanae. Mama wewe kuolewa ni mtu mzima. Ambia huyo mume akija na mchoma moto, na mchoma na chai ya moto, mimi siolewi tena. Basi nikafurahi za olewi. Umeelewa vizuri? Yasikie hivi hivi. Sasa hata baadhi ya kina mama sawa wavumilie ndani ya ndoa. Washakuwa na watoto wakubwa, leo wanaolewa, wanavunja heshima za watoto wao, japo ni kitendo chema, lakini wanakifanyaje? Na wengine hawaolewi, wanastareka tu. Makosa makubwa. Kwa hiyo kumpa mtu amani kwenye heshima yake ni jambo la lazima, si jambo la khiari. Leo tumezungumzia amani. Hapo ulipo usidhuru amani ya moyo wa mtu. Hapo ulipo usidhuru viungo vya mtu. Hapo ulipo usidhuru mali ya mtu. Hapo ulipo usidhuru heshima ya mtu wala familia yake mtu. Haya ni maeneo muhimu. Hata wewe maeneo haya matano kama yana amani ya kisawasawa, wewe ni katika mutanaiman, ni katika watu wenye kuneemeka. Nani hataki kupata amani ya moyo? Yupo? Mnajua kwa nini kuna depression, wasiwasi? So watu wanaharasiana. Mtu akikuharasi kila saa, shekhe nitakufunga, na ngoja nipige simu, nitakuonesha kaka. Wewe unamwona ustadhi wetu anatembea mpaka rungarunga usiku, unaona mchezo. Amani ya moyo, amani hakuna amani ya moyo. Nani asopenda amani ya moyo? Nani asopenda amani ya viungo vyake? Ushai kuendeshwa na bodaboda mwenye bange zake wewe? Kila baba nishushe. So unajua hapa tutakata miguu, tutavunja mkono. Unaogopa bodaboda ili nusu tukoswe. Amani ya viungo kila mtu anapenda. Amani ya mali, angalia ukiwa na pesa unavyozificha, alafu ghafla ukute mtu kaziiba, anakusawijisha. Nani hapendi amani ya familia yake? Nani hapendi amani ya heshima yake? Kwa hiyo malaika walisema tunahofia hawa watafanya ufisadi, kwa sababu Uislamu mzima ni amani. Kwa hiyo yule ambaye hapendi amani yuko nje na Uislamu, na Uislamu mambo yake yote ni amani. Ndani ya sala tunataja sana amani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hatuingii peponi sharti tupendane, na hatuwezi kupendana ila kwa jambo alotujumlisha kupeana salamu. Sawa
assalamu alaikum. Lakini pia alipofika Madina alituambia tulishane, tuswali usiku na tupeane amani, salamu. Lakini pia usiku ulioteremshwa Qur'ani tuliambiwa salamun hiya hatta matla'il fajr, ilikuwa amani. Lakini pia mtume alipokwenda Isra wal Mi'raj, Mola wake alimpa maamkuzi ya amani, ambia assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo amani, amani, amani. Hata salamu yetu Waislamu ni amani. Siku moja mtu akaja msikitini, alipokuja msikitini akasema assalamu alaikum, mtume akasema ashara. Akaja wa pili, assalamu alaikum wa rahmatullah, akakaa akasema 20. Akaja wa tatu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtume asema 30. Nini maana yake? Asema amani hii, huyo aliotoa salamu mara moja alipata thawabu 10, huyu 20. Mara sahaba mmoja katoweka, yule bwana kaenda kuchukua udhu au wapi, ondoka, hebu mfuateni, kaenda wapi? Yuko bombom kule sokoni, kila mmoja asalamu alaykum warahmatullah, asalamu alaykum warahmatullah, asalamu alaykum, yani kutakiana amani, amani, amani. Amani ni jambo la lazima. Ndio maana anayeanza kumpa mwenzie salamu yuko mbali na kiburi. Mtume anasema anayeanza kumpa mwenzie amani, makeni amani, assalamu alaikum, wewe una mbali na kiburi. Na ndio maana kwa sababu hii ni amani tunaiomba, mtu akikusalimia assalamu alaikum, kuitikia ni jambo la faradhi, na usipoitikia unamtia aibu, unapata madhambi. Amani, salamu. Mtizame Sayyidina Ali ni mdogo, Sayyidina Umar ni mkubwa. Sasa adabu ya salamu, mdogo amsalimie mkubwa. Basi Sayyidina Ali kila akikutana na Umar hamsalimii mpaka Umar yaanze. Ili Umar ile kamkera, akaenda kumsemea kwa Mtume. Kuna chumba kizuri peponi kinaitwa Mahamuda, baadhi wanasema hivyo. Kwa hiyo ni amani tu. Anayemwombea Mtume dua baada ya adhana anasema halat liya shafaati yawm alqiyama, mtu hujihalalishia ule uombezi wangu siku ya Kiyama. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo Waislamu, cha kwanza kabisa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ya uchaguzi katika nchi yetu yakija, tuombe uwe uchaguzi wa haki. Lakini pia sisi kama Waislamu tujikite sana katika dua, wamalize mambo yao ya uchaguzi yapite, lakini wafanye watakavyofanya, isitokee kuharibiwa nchi yetu, kwa sababu miongoni mwa mambo yanamsababisha mtu kufanya hijra pale mtu ambapo hana sehemu nzuri ya utulivu kumwabudu Mola wake, hapati amani. Kuna baadhi ya watu wanaficha imani zao kutokamana na amani walioikosa. Kwa hiyo ukipata sehemu unamwabudu Allah kwa wasaa, muombe Mwenyezi Mungu akudumishe mpaka pumzi yako ya mwisho. Kwa hiyo na sisi tuna haki tuombe Mungu apite atakayepita, lakini tunamwomba Allah amani. Sisi inayotulisha si siasa, ni sababu anayetulisha sisi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi wenyewe kama Waislamu tuwe watu wa mstari wa mbele. Tukiona watu wataka kufanya fujo tusikubali, hata kama ni Waislamu wenzetu, Lakini pia misikiti yetu ihubiri amani, wala sio sehemu za siasa humo. Kuzungumza mazungumzo ya kidunia ndani ya misikiti yanakula mema yetu. Hapa ni qala Allahu qala Rasulullah. Na kuna tabia inatokea mtu mara nyingine anakuja kuomba kura huku misikitini huku, sawa anakuja kuomba vitu kama hivi, na hata wakipata
wanatuhadaa. Nani alikuja msikitini hapa akatuomba, baada ya kutuomba tukaona alivyopata kweli msikiti kausaidia, hata ukimpigia simu hapokei. Wabunge wengi wamepita, madiwani wengi wamepita, safari hii msituchezee, ila sisi msimamo wetu kumwomba Allah amani ya nchi tu basi. Tunamwomba Allah amani ya nchi. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo sisi tumwombe Allah amani, na mtu yeyote ambaye Allah kamtanguliza tusimtukane, lakini sisi tunamwomba Allah amani tu, ndo cha msingi, na sio amani kwa sababu ya uchaguzi huu tu. Maisha yote ya dunia mpaka iishe, tunamwomba Allah Tanzania isitokee vita, kwa sababu tunayaona mengi. Naumia sana mimi wallahi, vitoto vidogo vya Kipalestina vinakufa kwa njaa na wanauawa bila hatia. Niliona video moja, dada mmoja mzungu anafurahia, anasema mpaka sasa ashaua vitoto 100 vya Kipalestina, ila anasema anasikitika ameua wakubwa wakubwa, anataka vile vidogo vidogo ndo achinje. Yani vile alivyoua bado hajaridhika. Huu ni unyama mkubwa sana. Angalia vita Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungiwa miaka 3 kwenye pango. Angalia athari ya vita, Mtume alipigwa majambia mpaka meno yameng'oka. Wajua ilifikia stage Mtume shajja wajha, shoka limepasua usura yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume, amani haipo, binti yake Zainab kapigwa mkuki wa tumbo, ana mimba, Mtume kapata tabu. Kwa hiyo hivi vita tunasema sisi tunasema atakayetuamshia fujo Allah mlani, amweke mbali kabisa. Kwa hiyo kila mwanasiasa, sisi kama Waislamu, azungumze huko anakozungumza siasa safi, isiwe sababu ya kuharibu amani ya nchi yetu. Haya mambo yanapita. Mtu akiwa mbunge, akiwa rais, kuna muda, lakini Utanzania pale pale. Wenzetu kule hakuna pa kukimbilia. Vitoto vidogo vile vya Kipalestina vinauawa namna kama ile. Mpaka juzi nilikuwa na mimi nauliza, nikasema hata kama nina ugali wangu wa muogo nitapata wapi fursa nichangie? Tena Waislamu nakwambieni, kuna njia bwana, michango yetu inafika mpaka Palestina. Niliona klipu wa Palestina wanasema shukran Tanzania, shukran Tanzania. We mtu anakufa mpaka na njaa, hatari hii. Ni kukosa amani. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu, na tunamwomba Allah yaishie huko hapa, yasifike. Mfano miji ile ya Palestina ndio miji mikubwa yenyewe ile. Mitume wote asema alladhi barakna haula, ile ni ardhi imebarikiwa, asema akthar al-anbiya bu'ithu wa matu hunaka. Mitume wengi wamekufa pale na wamezikwa pale. Leo watu wanafanya uhuni waziwazi. Kwa hiyo tunamwomba Allah atupe na sisi amani, na nimeizungumza amani kwa sababu ndo Uislamu wetu, na sisi Waislamu si wavurugaji wa amani. Tunamwomba Allah atuongezee kila la kheri, atuepushe na kila la shari. Wenye madeni Allah awape taufiki walipe, ake madeni nao pia yananyima amani. Mtume kasema tusikope, ake madeni yanalaza macho, na mdeni aongee kidogo kidogo, akija anaongea kwa sauti, hela yangu, alimradi ya kukoseshe amani. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na atuepushie na kila la shari.